nitawakimbia. Nikaribieni nami nitawakaribia. Nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Simoni wa Kirene anamsaidia Yesu. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru katika kituo cha 5 tunamuona Simoni wa Kirene akimsaidia Yesu kuchukua msalaba. Katika maisha yetu tunakutana na watu waliotaabani kwa mateso. Hawa wanahitaji msaada na wa wengine, na zaidi ya yote wanahitaji kumwendea Yesu aliyesema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo sura ya 11 aya ya 28. Nasi tunaalikwa kusaidia watu katika kubeba msalaba wao unaoelemea kwa njia ya sala, uwajibikaji na kujali manufaa ya wote, na pia kujitolea kwa ajili ya wengine. Yesu, tunakuomba utusaidie tuwe na bidii na ushupavu kwa kusaidiana katika shida na mateso ya watu miongoni mwetu. Utuimarishe tudumu katika sala ya kujali mateso na shida za wengine, ili tuweze kuenenda pamoja nawe katika safari yetu ya pamoja hapa duniani. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Bwana, uijalie dunia ustawi wa haki, ili watu wako waishi kwa furaha na amani. Kituo cha 12. Yesu anakufa msalabani. Tunakushukuru katika tunaona Yesu akifa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tumwangalie Yesu anayekufa msalabani bila hatia. Nasi tuna wajibu wa kushiriki kazi ya ukombozi wa mwanadamu kimwili na kiroho. Wajibu huo ni katika familia zetu, jumuiya, taifa na jamii nzima. Tukitimiza vema wajibu wetu, tunaendeleza kazi ya ukombozi, na mwisho wa yote tutaweza nasi kusema pamoja na Yesu, yametimia.
binadamu tunashindwa mara kadhaa kwa sababu ya udhaifu wetu, hata kusababisha vifo bila sababu miongoni mwetu. Tumuombe toba Yesu pale tuliposhindwa, na tunapotafakari Yesu aliyekufa msalabani, tumpe nafasi afiche ndani mwetu na kati yetu udhaifu wetu na kasoro zinazokwamisha kazi ya ukombozi wa mwanadamu. Yesu uliyekufa msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu, tunakuomba utusaidie tukikamilifu kazi ya ukombozi, na ufiche ndani mwetu na katika mifumo ya mikundo yetu udhaifu unaokwamisha kazi ya ukombozi katika jamii yetu. Salamu Maria, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Bwana, uijalie dunia ustawi wa haki, ili watu wako waishi kwa furaha na amani.
Yesu anashushwa msalabani. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru Katika kituo cha 13 tunamuona Mama Bikira Maria akiwa na wafuasi wachache wakipokea maiti ya Yesu. Yesu anashushwa msalabani akiwa amekamilisha kazi yake, yaani mpango wa Mungu wa ukombozi wetu. Kwa maisha yetu sote, zawadi ya uhai ina lengo. Tumekuja duniani tukiwa pia tumepewa wajibu, ndio kuboresha maisha yetu ya jamii na mazingira tunayoishi kwa faida ya kizazi cha sasa na vile vijavyo. Tumekishaona maeneo mengi ya uwajibikaji wetu kwa kadiri ya mafundisho ya maandiko na hali tunamoishi leo. Tunapoendelea na safari yetu ya kushiriki ukombozi, tutumie nafasi za vipaji vyetu kikamilifu kutimiza mafundisho ya neno katika maisha yetu ya kila siku. Yesu, tunataka kuweka ahadi leo ya kukufuata kwa matendo, mienendo na fikra zetu. Kuweza kutimiza ahadi yetu, tunahitaji msaada wako. Yesu, uwe nasi daima. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Bwana, uijalie dunia ustawi wa haki, ili watu wako waishi kwa furaha na amani. Amina.